Juni ya Aprili 27 mwaka 2026 itakumbukwa na wengi wa wapenda filamu kuwa ni siku mbaya zaidi baada ya kumpoteza nguli na gwiji wa uigizaji aliyefahamika na wengi kwa jina la Hashim Shaban Kambi. Hebu leo tuangazie safari ya maisha yake duniani tangu mwanzo wa taa yake kuwaka hadi siku ya mwisho inazima. Kambi alizaliwa Oktoba 21 mwaka 1956 kutoka kwa baba aliyeitwa Shaban Khamis Kambi na mama aliyefahamika kwa jina la Khadija Ramadhani mkoani Morogoro, wote baba na mama wakiwa maafisa wa jeshi la magereza, na Kambi akiwa mtoto wa kwanza wa wazazi hao ambao ni Shaban pamoja na Khadija. Alipofikisha umri wa miaka 9 alianza elimu yake ya msingi kutoka mwaka 1964 hadi mwaka 1971 katika shule ya msingi Kilakala mkoani Morogoro, na alipohitimisha elimu yake ya msingi baadaye alijiunga na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Forest Hill iliyopo katika mkoa huo wa Morogoro na kuhitimu masomo yake ya sekondari mwaka 1976. Wakati wengi kwa kiwango kikubwa ndoto zao kwa miaka kadhaa ya nyuma walikuwa wanashauriwa na wazazi wao kufanya kile ambacho wazazi wao wanatamani kuwa, basi kwa Hashim Kambi hali ilikuwa tofauti kabisa, akiungana na wengine wengi ambao ndoto zao huziamini na kuzisimamia ipasavyo. Kambi alikuwa ni mmoja wa hao wenye kipaji cha aina yake, kwani akiwa kijana tu tangu mdogo kuanzia shule ya msingi hadi sekondari alikuwa anacheza timu za mtaani, yani akisakata kabumbu, ule mnaita mpira wa miguu, akicheza timu za mtaani na nyingine kubwa za hapo mkoani Morogoro, na hali iliyomsababisha kuonekana na timu nyingi sana za wakati huo, ambapo anasema miongoni mwa timu zilizomuona ni pamoja na timu ya mamlaka ya tumbaku ya Morogoro kwa miaka hiyo, ambapo alijiunga nayo mwaka 1976. Wakati huo ndio chanzo cha kuonekana na timu nyingine nyingi kubwa zaidi. Hakutumia muda mrefu mtaani Kambi, licha ya kufanikiwa kufaulu ili kujiunga na chuo kusomea masuala ya kifedha, yeye akaamini katika ndoto yake, na ndipo mwaka 1977 klabu ya wananchi yani Yanga ikiwa katika hali taabani na kugeuzwa kuwa vibonde wa Simba kisha kutimua timu nzima, basi yeye akawa sehemu ya wachezaji wapya walioenda kuinusuru hali ile baada ya kutimua wachezaji wote pale Jangwani, ambapo walicheza klabuni hapo kwa takribani miaka 7 na kisha kustaafu soka mwaka 1984. Ajabu iliyoje, ndani ya muda mchache tu katika soka la uzani wa juu hapa nchini Tanzania akahitimisha safari yake ya soka. Lakini ukweli ni kwamba hali hiyo ilitokana na majeraha ya goti, yani kwa kifupi ni kuwa alicheza soka kwa miaka 8 pekee na kisha kustaafu akiwa na umri wa miaka 29 pekee. Hashim Kambi baada ya kustaafu soka kutokana na majeraha hayo aliuguza na kisha kupona na kuendeleza harakati nyingine mtaani hadi ilipofika mwaka 1995 akarudi katika klabu yake pendwa ya Yanga ambayo awali aliichezea, na kisha wakati huu alikuwa ameenda kuitumikia kama kiongozi mwenye cheo cha katibu wa mipango, akikaa kwa takribani miaka 2 kutoka mwaka 1995 hadi 1997, na kustafu kwake kulitokana na kile alichoeleza baadaye kuwa aliwaahidi wachezaji watapata fedha wakishinda dhidi ya klabu moja iliyojulikana kwa jina la Kofi iliyokuwa inatokea nchini Ethiopia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua za awali, ambapo pesa ambazo alitazamia kuwapa wachezaji hao ni zile ambazo zingetokana na viingilio. Ajabu iliyoje, lakini mechi ilipoisha pesa hizo hazikumfikia hata shilingi moja, na badala yake wakapewa wengine na hazikuwafikia wachezaji yani hata mmoja, hali iliyomuudhi na kuamua kuachia ngazi. Kama ilivyo kwa watoto wengine, basi mtoto Hashim alikuwa ni mtoto mwenye ndoto nyingi. Licha ya kutaka elimu baadaye kuikacha, licha ya kutaka mpira baadaye kuukacha kutokana na sababu za lazima, basi ndoto yake nyingine ilikuwa ni uigizaji, mmoja ya tasnia ambazo anasimulia kuwa alizipenda tangu akiwa mdogo. Na wakati huo baada ya kuachana mpira ndipo alipogundua kwamba wakati wa kuingia kwenye tasnia ya
movie ama filamu basi ndio ukawa umewadia. Miaka ya baadaye, baada ya kutoka katika klabu ya Yanga kama mtumishi, alitumia miaka mingine mtaani katika utafutaji na harakati nyingine za maisha hadi alipoanza kukutana wadau wa filamu kutoka miaka ya 1999 mwishoni, lakini baadaye nyota yake ilianza kung'ara tangu miaka ya 2006 ambapo anasema moja ya filamu ambayo aliigiza kwa mara ya kwanza ilikuwa ni ile iliyojulikana kwa jina la Penzi la Baba. Lakini kama haitoshi, movie ama filamu ambayo ilikuja kumweka mjini na kuonekana na wengi ni ile ambayo aliigiza kwa jina la Simu ya Kifo, ambayo hiyo ndio ilianza kumwonyesha kwenye sura ya wapenda filamu wengi hapa nchini Tanzania. Kutoka hapo basi ukurasa wake mpya wa kwenye filamu kama sehemu ya utafutaji ndipo ukafunguka, akiigiza filamu nyingi, huku wengine wakisema zilifika hadi 100 hadi 150, lakini nyingi au chache kati ya hizo ni pamoja na hiyo simu niliyokuambia, Simu ya Kifo, akiigiza kama Inspector Wingo. Hapa alicheza uhusika wa kuwa kama polisi. Nyingine nyingi kama Kipusa, The Lost Twins. Hii hapa bila shaka unaikumbuka, moja kati ya filamu iliyoenda kwa kiwango kikubwa, ndani kukiwa kuna mabinti wawili ambao walikuwa wamefanana, lakini chanzo cha kuwa Lost Twins basi ni kwamba walichanganywa hospitalini baada ya mmoja wa wahusika aliyecheza kama nesi kumchukua huyo mtoto na kumpa mama mwingine ambaye alikuwa ametoa pesa ili apate mtoto, kwani alikuwa na changamoto ya uzazi, lakini akamdanganya mume wake kwamba ana ujauzito na baadaye kuongea na mama huyo au nesi, kisha kumchukua mtoto ambaye alikuwa amezaliwa kwenye mama aliyezaa mapacha na kugawiwa. Lakini baadaye kufanana kwao na mama mwenyewe kukiri baada ya muda mrefu kupita, basi wakajikuta wanafahamu kwamba kuna mtoto mwingine ambaye alikuwa ni wa kwao, lakini aliibiwa tangu hospitali. Filamu nyingine ni pamoja na Kipuri, Honeymoon, Silent Killer, Ripple of Tears, Nyota, Ng'ombe Hazeki Maini akifahamika kama Jacob. Nyingine ni Binti Yangu, Binti Musa, My Son na nyingine kadha wa kadha, ikiwemo ile aliyocheza iliyojulikana kama Mr. Kiongozi. Kama haitoshi, Kambi hakuishia ndani tu, bali alienda hadi nje ya nchi akishiriki filamu nyingi kadha wa kadha. Moja kati ya hizo ni ile iliyoitwa Died After Death, aliyoshirikishwa na moja wa wasanii wakubwa wa Afrika Magharibi kutoka katika taifa la Ghana, akifahamika kwa jina la Van Vika, na kisha baadaye Van Vika mwenyewe akaja Tanzania na kuigiza filamu nyingine na mzee huyo Hashim Kambi na wahusika wengine kadhaa, filamu iliyojulikana kwa jina la Never Give Up. Mbali na kucheza hapa barani Afrika na wasanii kadhaa wa Afrika Magharibi, alipata bahati ya kucheza filamu nyingine kadhaa nyingine nje ya nchi, hususan katika taifa la Marekani, akiwa na mkongwe Charles Magari, mmoja wa watu wa muda mrefu zaidi kwenye filamu na wasanii wengine wa Marekani, ambapo filamu hiyo ilijulikana kwa jina la Da to Washington. Wakati akiendelea na maisha ya kuwa mtayarishaji wa filamu, alikuwa katika kituo cha Azamu akiingiza sauti kwa lugha ya Kiswahili katika filamu nyingi kadha wa kadha, ambapo moja kati ya hizo ni zile ambazo zilishika hatamu miaka ya hivi karibuni kama Ottoman na nyingine nyingi. Kama ilivyo kwa wanaume wengine, marehemu Hashim Kambi alikuwa ni mwanaume pia mwenye mke na watoto, ambapo ameacha mke na kujaliwa kupata watoto watatu pekee, akiwa na mtoto wa kiume mmoja na wa kike wawili. Akiwa katika kazi ya uigizaji, Kambi alisema amewahi kwenda kolokoloni kwa kosa la kutumia sare ya polisi, kama unavyoweza kuona kwenye hiyo picha hapo, hiyo sare ambayo ilisababisha kwa kiwango kikubwa matatizo, ambapo sehemu ya matatizo hayo anasimulia kuwa aliacha simu yake polisi kwa muda mrefu ili sehemu hiyo kusaidia upelelezi, lakini baadaye hakuweka wazi kama alikuja kuipata au la. Kutokana na kuwa na baba aliyefahamika afisa wa magereza, Hashim Kambi anasema kwamba alikataa kwenda kusomea upolisi kwa kuhofia kuwa ipo siku
huenda baba yake angeweza kumpigia saluti. Hivyo kwa heshima ya baba yake na mama yake na kuogopa kupigiwa saluti na wazazi wake hao, Kambi alikataa kwenda kusomea kazi hiyo, ambapo yeye anasema hiyo ilikuwa ni sababu kubwa na ya muhimu zaidi kwake kutoenda kusomea kazi hiyo, ambapo alikuwa na vigezo kamili na alishauriwa na mmoja kati ya wajomba zake ambao pia walikuwa kwenye kazi hiyo. Tunavyosimulia hii leo, Hashim Shaban Kambi aliyefariki mnamo Aprili 27 mwaka 2026 amezikwa mnamo Aprili 28 mwaka 2026. Nenda Hashim Kambi, utabaki milele na milele kwenye kazi zote ulizotuachia hapa duniani. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.